Marhaba ndipo popote pale kwamba unaitazama hii ya leo ndani ya Barisa 101. Ni siku nyingine adhimu, siku nyingine kubwa, siku nyingine tamu kabisa, ambapo tunapatana hapa na tuna mgeni mwingine mkubwa, lakini hajafika ukubwa wa Mungu, lakini ni miongoni mwa wale ambao kwamba ni mashuhuri katika taifa hili letu la Kenya. Huyu bwana mara ya kwanza nakutana naye uso kwa macho, tuliweza kukutana katika uwanja wa shule ya msingi ya St. Joseph Academy mjini Ukunda. Sasa hivi niseme ni mji wa Ukunda, ambapo ilikuwa ni kuelekea kufariki kwa rais wa awamu ya pili hapa nchini, marehemu Daniel Toroitich Arap Moi, ambaye alifariki mwezi wa pili mwaka 2020. Tukafanya makala na makala hiyo ilipata kutia fora, manake ilikwenda kufasiriwa kwa lugha nyingine zaidi ya 14. Ilikuwa kwa lugha ya Kiswahili, ikafasiriwa kwa lugha ya Kiingereza, lakini ikaenda mpaka lugha ya Kikalenjin, Kijaluo kule, Kikikuyu huku, ikatia fora. Makala moja ambayo kwamba ilikuwa inazungumzia wasifu wa marehemu Moi kwenye nyanja ya michezo. Lakini baada ya hapo nilipotoka kituo cha Bahari FM kuja kujiunga na Msenango FM, ndio aliyekuwa mgeni wa kwanza mimi nilipoanza kwenda hewani kuweza kukaa na tukazungumza mengi kuhusiana na ukuzaji wa talanta. Manake pia alikuwa waziri wa kukuza vipaji na masuala ya kijamii katika kaunti ya Kwale. Lakini leo tunavokaa naye hapa ni katibu wa kitaifa chama cha UDM. So hayo na mengine mengi atakuwa anajitambulisha rasmi, lakini haya yote yanakujia kutoka mkahawa maarufu hapa Mombasa, MN Cafe. Hapa ukija utapata sharbeti za aina mbalimbali. Wenyewe wanasema aina ainati, lakini vyakula ambavyo kwamba vimeandaliwa na weledi wa mapishi. So popote pale kwamba uko ukitaka kuja kukaa kubarizi, kuenjoy ladha halisi ya kipwani, kupata vyakula ambavyo kwamba vitaridhi moyo wako, usende mahali pengine. Njoo MN Cafe. Ndio. Asalamu alaykum. Mambo? Alhamdulillah. Mambo mazuri? Alhamdulillah, unaendeleaje? Nashukuru. Sasa. Miaka mingi hatujakutana Dunia tupo. Kuzungumza mambo kifasaha zaidi. Nashukuru, lakini ni mzima. Alhamdulillah. Kwa faida ya anayekusikiliza, anayekutizama, apate kukufahamu sasa kwa uzuri. Mimi nimekusibu tu. Umezungumza tu kidogo. Tena umezungumza sana pale ambapo mimi na wewe tulipatana. Lakini kabla tupatane nilikuwa natoka mbali. Kwa sababu mimi ni mzaliwa wa kule kaunti ya Kwale. Sehemu moja constituency ya Matuga inaitwa Mwalubamba. Mwalubamba iko wadi ya Mkongani kule. Kule ndio mimi nilizaliwa. Sasa nikasomea kule primary school. Lakini secondary school nikapata fursa ya kuja Darul Secondary School hapa Likoni. Alafu nikaenda University of Nairobi. University of Nairobi kule nimesoma mara mbili. The University. Kwanza ukisema unasema The University of Nairobi. Nasoma nikapata nafasi ya kusoma mara mbili pale undergraduate na masters pale. Lakini baada ya ile university mimi nimesomea ualimu. High school teacher. Lakini nilifundisha kidogo tu 2005, 2006, 2007 November nikatoka. Kama mwalimu nikatoka nikaingia National Government Constituencies Development Fund. Wakati ikianza kuajiri watu, mimi nilibahatika kwa kwanza CDF. Kwa kwanza muajiriwa na posting yangu ya kwanza mimi nilipostiwa Kisauni constituency. Mara ya kwanza. Nyani ilikuwa bado haijakuja. Ilikuwa ni Delaja Kisauni kuanzia Mwakirunge mpaka hapa Kizingi. Yes. Nikawa fund manager wa kwanza. Nafanya kazi nafikiri mwezi miwili na mheshimiwa Anania Mobosi. Akatoka akaingia Ali Hassan Joho. Tukafanya naye kazi nafikiri kipindi cha mwaka mmoja. Alafu nikatoka kaenda zangu Msapweni kwenda kufanya na mheshimiwa mmoja pale alikuwa anaitwa Omar Zonga. Nikiwa pale kwa Omar Zonga nikapata promotion. Nikakuwa regional coordinator wa CDF ndani ya Coast. Kwa hivyo ngazi zina alhamdulillah nimetembea hii pwani kutoka Kiunga kule nishafika mpaka Kiunga mpaka Taveta kule juu, definitely niko mpaka Lunga na Lamu upande huu mwingine nishatembea kufanya kazi. Ndio county zilivyoingia sasa 2014. Sasa nikaingia kama katibu
wa masuala ya biashara. Ilianza 2013. Ndio mimi niliingia 2014 sasa. Wewe nilianza 13 lakini mimi nikaingia 2014. Okay. Kama katibu. Na serve pale miaka 5. Baada ya miaka 5 nikaingia kama waziri sasa wa masuala ya jamii na ukuzaji wa talanta. Okay. Nikafanya pale nayo nikamaliza miaka ile 5 ambayo iko pale. Tarehe 9 mwezi wa pili. Ndio. 2022. Mimi nikaamua nataka kuwa mbunge wa Matuga. Ukaamua sasa, nikaamua sasa wacha niwe mbunge wa Matuga, lakini Mwenyezi Mungu hakujalia upate idadi ya kura kwamba niwe mbunge. Basi nikawa nambari 2. Nikatoka pale nikaingia sasa kwa ile shughuli ambayo naifanya sasa ya ukatibu, kwa sababu chama cha UDM ndio chama ambacho mimi nilisimama nacho huko. Na wakaniteua sasa kama katibu mkuu wa chama cha UDM ndani ya nchi hii ya Kenya. Mpaka sasa ndio nashikilia ngazi hiyo pale Nairobi. Wasifu mrefu. Yaani CDF ikianza before ije iwe NGCDF, wewe tayari ulikuwa miongoni mwa waasisi. Kabisa. Na safari ukaianza na umekuwa mpaka leo wewe ni katibu wa chama cha kitaifa. Alafu wewe ndio katibu. Lakini mimi ni katibu. Ni wasifu mzuri. So kwa sababu umeshapita na unaelewa, umeshafanya kazi na watu aina mbalimbali, magavana, wabunge, maseneta, MCA. Yaani upande huo wa vinara wa vyama. But leaders nimefanya nao. Tuko katika muungano wa Kenya Kwanza. Katika muungano wa vyama vyote vya kisiasa. Vyama vya kisiasa saa hizi, unajua saa hizi bado vinaendelea kwa register. Lakini kufikia leo viko 102. Na tuko na forum ya Secretary General's wote. Inaitwa Political Parties Liaison Committee. Kwa hivyo vyama vyote kuna mahali tunakaa na mnazungumza. Tunapishana na kina Sifuna kabisa, kina Hassan Omar, tunapigiana simu. Sababu ya masuala ya maendeleo ya nchi, kisiasa na pia masuala mengine. Sasa Labor Day imepita. Tarehe 1 mwezi wa 5. Na Labor Day ilikuja, lakini kulikuwa na msukosuko hapa nchini, hususan kutoka kwa Wizara ya Leba ambapo kwamba inasimamiwa na Daktari Alfred Mutua. Na ukawa na shutuma kwamba aliwahi kutangaza kwenye ukurasa wake wa kijamii kwamba kuna kazi za nje. Na vijana wakamiminika kule, wakaomba na watu wakatoa mpaka hela. Wengine 50,000, kuna wengine wanadai walitoa mpaka shilingi 100,000, 20,000. Na kazi walikuwa waende kabla ya sikukuu za Krismasi mwaka jana, lakini hawajaenda mpaka tunapozungumza mpaka leo najua. Na sehemu kubwa wengine wakadai kwamba walirudishiwa pesa, lakini pesa zikarudishwa sio zote. 37,000 kama ulikuwa umetoa 50,000 na kitu. Hili swala wewe umekaa kwenye spaces za siasa, linakaaje? Nitakwambia tu straight away bila kumince words, hilo swala halikai vizuri. Whether kuna explanation nzuri ama hakuna explanation nzuri, hilo swala kwa mtazamo wangu mimi na nafikiri kwa mtazamo wa Wakenya wengi halikai vizuri. Na nafikiri ni kinukuu mafikra ya rais wa Kenya Bwana William Ruto. Yeye lengo lake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba vijana wanapata. Ngozi Barisa usidanganywe, mambo yote atafanya, lakini kijana akipata ajira ndio kwamba umemsaidia zaidi. Kwa sababu yeye unamsaidia na familia yake pia ataweza kuisaidia na wengine. Sasa wakati lengo lilikuwa lile la kwamba vijana wapate ajira, na kama vijana hawakupata, basi inaleta sura ambayo sio nzuri zaidi. Kwa sababu hawa vijana, ukiangalia production ya hawa vijana katika institutions, tertiary, secondary school, university, hizo zote ni wengi. Na mimi nitakwambia nilikuwa miongoni wa wale watu ambao walikuwa wanapiga upato hilo jambo. In fact nilikopi katika page ya Alfred Mutua kutumia vijana ambao mimi nawajua nao waweze kuapply, ndio waweze kuenda wakafanye kazi. Sababu vijana wana ujuzi, wengine walikuwa wanatakana wao wana ujuzi, walikuwa na ujuzi. Vijana watashughulika kutafuta passport. Na unajua passport ilipanda bei. Wakapata passport, wakapata barua, wengine wakaenda medical. Wakakuwa na hizo vitu zote wakiwa wako tayari kufanya nini?
kwenda za, as you say, kuna wengine walilipa pesa 50,000, 80,000, 120. Kule Matuga mimi na example za kupigiwa simu nisaidie some of the young tax ambao walikuwa wanataka kwenda. Ndio. But sasa kufikia sasa ripoti iliyopo na umeconfirm kwamba hawakuenda. So I don't know hiyo lengo na madhumuni ya huo mradi ilikuwa nini, kwa sababu vijana walikuwa ni waende wapate ajira wajikimu, na kwa sababu ukiangalia na unemployment rates in the country, rais aliona kwamba internal whatever spaces ambazo hazitoshi, unasikia, supply ni kidogo, demand iko juu. Sasa akaona azungumze na wafadhili wengine, mashirika mengine ambayo yako nje, ndio vijana waweze kwenda kufanya kazi. Lakini hapa ndani I don't know what is happening. Hapa ndani ikafanyika ni such a way that watu hawakuwa. Sasa Labor Day ya jana, kwa nini ilikuwa na maneno ni kwamba watu wanazungumzia kuhusu kusherehekea wafanyikazi. Ndio. Na hapo ndio mahali ambapo statements za kitaifa zinapeanwa. Na one of the statements ni ya kusema sasa kama serikali wakati tulipoingia mpaka sasa tuna watu kadhaa ambao tumewaandika kazi nchini, na wale wengine sasa wao wa nje wa form hiyo statistic. Lakini that one was not there. Ndio watu sasa wanatia kelele, what is happening here? Yeah. Aligusia kwamba hakugusia kabisa hilo swala. Na ameitwa kwenye bunge kwenda kujieleza. Lakini akasema watarecruit vijana wengine 500,000 kuwapeleka mataifa ya nje. Ikiwa hili na yeye kutangaza kupitia akaunti yake mwenyewe halikuzama limezua lalama mpaka ameagizwa kuja bungeni. Hawa 500,000. Bali sasa nitakwambia kitu kimoja. Unaona, wakati tarehe 25 mwezi wa 6 mwezi wa 6 last year, wakati Gen Z walipoleta ile tarehe 20 ilianza tarehe 18 kilele kikao 25. Yes. Hawa vijana walizungumza, lakini kati ya maneno ambayo walikuwa wanazungumza ni maneno ya kwamba action ilikuwa sasa ndio msingi wa mazungumzo. In fact, I will quote one of them akisema, saa hizi let us not talk on hopes again. Yani banking on hopes sasa imeenda. Watu wanataka action. People have been given hopes for a very long time, no? Wamechoka kuishi kwa matumaini. Kwa matumaini. Sasa saa hizi wanataka kuona real action. Na ndio hapo sasa nakwambia, wakati wanazungumza tena figures za 500,000 ambao wanataka kuwapeleka, huo mfano uko wapi? Because ilikuwa ni hawa waende kwanza, alafu ukisema 500 sasa watu watakuwa wana imani kwamba litafanyika. Lakini wewe imani umeitoa, na sasa upeane advertisement nyingine pale, watu wataona sasa this is the same thing ambayo ilikuwa ina happen hasa. Na sidhani kama ni nzuri kwa chini ya Kenya. SG, ni kitu gani ambacho kwamba kimekoseka mpaka nafasi za ajira hapa nchini zimekuwa na uhaba mkubwa na wa kuendelea mpaka sasa imebidi tunaomba mataifa ya nje na watu wanaopelekwa mataifa ya nje mpaka ni serikali inataka kupeleka mpaka watu wa kufanya kazi nyumbani nje ya nchi. Ni kitu gani ambacho kwamba kimekoseka ndani? Ajira zimekosekana mpaka sasa umekuwa ni watu wa kuomba kulieni vijana wetu. Darisa, tunatoka mbali na hilo swala. Mimi nitasema tunatoka mbali sana na hilo swala kwa sababu mimi nakumbuka wakati nikisoma babangu alikuwa ananiambia kwamba yeye wakati akiwa shule darasa la 7 watu walikuwa wanafuatwa mashule. Darasa la 7 unafuatwa ukawe mwalimu, unafuatwa ukawe askari, unafuatwa ukafanya kazi posta, ukafanya shirika la reli, ukafanya something, yani vitu kama hivyo, lakini watu walikuwa wanafuatwa. Sasa baadaye ikawa mtu akisoma kama anafanya course kwa mfano ya ualimu, by the time anamaliza ile course barua yake ako nayo. Hiyo mimi niliona mimi mwenyewe, unaona barua yake anatumiwa kwa sanduku la posta la kwao. Mara nyingi walikuwa wanatumia za primary school, mtu anapewa achakuwa posted by the time anamaliza kusoma. Lakini mambo hayo yakaenda, baadaye yakaja yakasambaratika. Ikawa sasa ukisoma bado unamaliza kusoma alafu unaenda kubangaiza, ndio baadaye unapata kibarua. Sasa mimi nataka kuiapproach this way. Kwanza watu walikuja wakawa wengi, hiyo iko sawa, yani watu walikuwa wamekuja wakawa wengi, opportunities zikawa kidogo. But at the same time
uchumi pia nao ulikuja ukaharibika. Unasikia? Na nikipeleka nyuma, kabla ya kuna kitu ilikuwa inaitwa structural adjustment programs, unasikia, ambazo zilikuwa implemented wakati wa Moi. Zilikuwa zina demand kwamba masuala fulani ya kuwa implemented ndio watu wapate funding kutoka nje. Unaona, ilikuwa like conditions ambazo zimepeanwa serikali ndio watu wapate ufadhili zaidi kutoka huko. Hapo wakati serikali ilipoanza kuimplement some of those programs, ukaanza kubadilika katika ile misingi ya zile vitu ambazo zilikuwa zinafanyika, especially direct jobs ambazo zilikuwa zinatoa na watu wakaanza kustruggle kutoka. Sasa masuala mengine kama yale yalikuwa yanaongeza ushuru katika mashirika kadha wa kadha ambayo yalikuwa yako nchini. Parastatals nyingi ambazo zilikuwa hapa pia zilikuwa zinaongezewa ushuru ndio waweze kusurvive. Investors nao wakawa wanaweza kuongezea ushuru ndio waweze kuendelea na kufanya biashara. Wengine wakapull off. Unasikia? Mashirika ya serikali mengine yakaenda chini. So watu watazungumzia kuhusu uongozi mbaya na vitu kama hizo. Some of those reasons ambazo zimechangia kwamba investment inaenda chini, ndio maana unapata makampuni mengi yakakuwa affected wakati huo. Fast forward sasa. Ndio. Fast forward. Tunazungumzia saa hizi mashirika mengi yamefunga katika nchi ya Kenya yakililia increased taxation. Unasikia? Sasa the more mashirika yanafunga, the more kampuni zinafunga, ndio the more vijana wanakosa nini? Ajira. Wanakosa ajira. Tunaweza tukapata suluhu ya hilo kama tumejua kwamba kodi ndio ambayo kwamba inaleta mushkili. Yes, tunaweza kupata suluhu. Tunaweza kupata suluhu kwa sababu wakati unataka kuattract investments kwa nchi, lazima ukuje na incentives. Na unaona tax ni moja ya incentive ambayo ni muhimu sana katika mfanya biashara, kwa sababu inapunguza income yake na pia inapunguza kile inapotia wawekezaji, wale shareholders na pia wale wafanyakazi. So kama tutaweza kuangalia our tax system, inaweza kusaidia sana katika masuala ya kutengeneza uchumi. Kama tutaangalia masuala yetu ya infrastructure, inaweza kusaidia sana. Mimi nitakupatia tu example ya counties mbili. Okay. Yeah. County ya Kwale na county ya Kilifi. Okay. Bila kuweka chuki. Yes. Kilifi investors ni wengi kushinda Kwale. Yes. Kuna data. Niko na data. Kilifi investors saa hizi ni wengi kushinda wenye walio Kwale, kwa sababu ukiangalia the whole of Kwale, mimi sijasikia kama kuna EPZ hapo. Kwale EPZ. Ushaisikia wewe? No, hapa. Sijasikia. Ushasikia EPZ ngapi huku Kilifi? Sasa what data do you need? Kama EPZ moja inaweza employ over 3000 wafanyikazi. But hao watu wanaofanya kwenye EPZ wanalalamika, wanalia. No. Yes. Sasa huko sasa, that is a different discussion. Okay. Hiyo discussion ya Rwanda vipo. Yes. Kwanza mtu ako kazini. Okay. Alafu sasa tunazungumzia anapata kama ni mchana yake kila siku pamoja na kwamba analia, lakini sasa tunazungumzia hali ya mfanyikazi sasa akiwa pale. Now that is a different discussion. Yes. Sasa huku chini tunaangalia the initial, sasa ile kazi yenyewe ipo haipo. Okay. Investment kubwa huku wale ilikuwa Best Stadium. Na Best Stadium mimi na wewe tunajua kwamba walifunga sera ya mwaka jana. Lakini pia mna fiscal moja, fiscal pia nao hawaeleweki. Sukari. Unasikia? Information yenye imekuja ni kwamba kampuni ya kutengeneza viatu ile ya Romika pia nao wafunga. You see? Sasa kampuni wakati zinapofunga namna hii, na ile matunda mna kiwanda lakini kipi cha matunda bado tusiende huko. Okay. Sasa hizo zikifunga inamaanisha tayari employment imeshiriki. Umesahau kitu kimoja, hivyo vimefungwa, lakini fuo za bahari, hoteli hizi ndio hoteli, tourism kule nyinyi mko mbele, mmetaja ongoza kwa muda mrefu. Beach ndio imepigiwa kura. Beach Diani Beach, the line, yes, ndio imepigiwa kura kama best destination in Africa for all this, I think now around 9 years in a row. Yes. Beach. But hizo hoteli zina income ya kiasi gani? Wameajiri watu wangapi? That is what we are looking at. Unasikia? Na for a very long time uchumi wa South Coast umekuwa ukishikiliwa na hiyo bahari.
lakini kwa muda mrefu, pengine saa hizi ndio umepata kidogo, lakini kwa muda mrefu the hotels have been really struggling, really struggling. Okay, watu watazungumzia Dongo Kumbi imefunguka saa hizi, that's a plus. Yes, exactly. Mimi I loved it. The expansion of the airport pale, that is a plus. I loved it. The coming of the Shimoni port there, that is an infrastructure development that I loved it. But how much of that is it translating? Yes, because that is what we are looking at. So watu wakiendelea, the country ikiendelea kufanya kitu kama hicho, then vijana watakuwa wako na nini, wako na hope. Lakini I will tell you, if you look rightly in our economic systems, especially the tax administration na implementation of tax whatever systems ambazo tutakuwa tuko nazo, itasaidia sana kutengeneza biashara nyingi, because the government cannot employ everyone. True. Ni mtu invest alafu watu wakuwe. Tuachane na masuala ya kazi, labor na nini. Tuingie kwenye siasa. Joto la siasa limepanda. Na kuna vitu ambavyo kwamba sijui kama utaita ni makosa, sijui utaita kama ni kasoro, sijui utaita kama ni makuzi ama ni ulezi, lakini pia ukisema ni ulezi kidogo inaleta mushkili, kwa sababu hata wazazi nao wanashabikia ile. Mungu amrehemu, tumepoteza mbunge kama nchi. Yeah. Mbunge wa Castro. Kabonde. Yeah. Charles Ong'ondo Were kwa risasi ya moto. Na reaction iliyokuja hata kwenye ukurasa rasmi wa rais alipoweka habari ya tanzia ile, ni kwamba wengi wanashabikia. Ni kitu gani kinafanyika sasa hivi kwenye nchi? Maana hilo si tukio la kwanza. Beatrice Elachi mheshimiwa alipoteza mtoto wake, watu wakashabikia. Aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC alipofariki, ikawa ni shangwe. Ni kitu gani ambacho jana nakupatia mfano mwingine? Jana kuna gari ya polisi ilianguka mahali, uliona? Hiyo mwacheni afe. Achana naye. Watu wana record video na vitu kama hivyo. Ni kitu gani ambacho kwamba kimekoseka? Manake nilikuwa nasema ni maadili, lakini sasa hivi ni kama ambaye sio maadili tena. Ni kitu ambacho kwamba watu ni kama ambaye wameghadhabika na wamechoka. Ni nini? I think kwa muda mrefu mimi naweza kuiangalia mara mbili. Hayo maadili usiyatoe sana. Okay. Yapo ndani yake katika hayo mazungumzo. Lakini maybe hayachukui percentage kubwa sana ya hayo mazungumzo. Lakini kuna kuchoka fulani ambako mwananchi amedepict kwa viongozi. Na huku kuchoka ni kwa sababu ya ahadi ambazo hazitimizwi. Sema ukweli. Mpaka watu wanakuwa na apathy ya promises against deliverance. Sasa kwa sababu ya hiyo difference ndio napata watu wanaona hawa viongozi they are taking us for a ride. But I'll tell you, it's not a blanket rule. It's not a blanket. Sababu kuna wengine viongozi wanajikakamua, ule ukweli sasa, wanajikakamua kutekeleza majukumu, lakini wengi sasa ndio ambao wana let down wananchi. Na kama kuna kitu ambacho ni kibaya zaidi ni promise ambayo haikui fulfilled. Unaona? Sasa promise ikosa kuwa fulfilled, then imani ya wananchi kwa viongozi nayo ina erode. Sasa ikierode, basi huruma nayo inapotea. Unasikia? Huruma ikipotea ndio unapata hizo sentiments ambazo tunazisikia kutoka kwa vijana. But at the same time maadili yako na shida. Malezi ya wazazi wa sasa kwa watoto wetu yamekuwa yasiri. Unasikia? Yamekuwa malezi yasiri. Yes. Mimi siko ni mama pengine ndio yuko na watoto, mimi napiga mmeamkaje? Unasikia? Naendeleaje? Si fine tune vile ambavyo mtu anatakana ku relate na viongozi, ku relate na mtu mkubwa, ku relate na watu tofauti katika jamii, mwalimu wake, ustadhi wake, na vitu kama hivyo. No? Yes. Hivyo vitu ni vitu ambavyo wazazi wamekuwa mbali kidogo na watoto wao. Ukiangalia hizo sentiments zenye zinatoka kwa social media,
Barisa nitakwambia hata wewe kama umehate mtu namna gani, lakini kuna kiwango ambacho kinafika mtu unamhurumia kwa sababu wewe umeonekana kama ni binadamu wa kawaida. Lakini mtu amepigwa risasi hapa, ameaga dunia, alafu wewe unashangilia hiyo, you will not support it hata kama uko na sentiments mbaya namna gani, because that one is against the code of humanity. Yani ile hali ya kawaida ya binadamu, si ya kibinadamu. Mtu anaweza kuwa na mashida zake kama kiongozi, yes, lakini hapa alipofika sasa ni baina ya yeye na Mwenyezi Mungu. Wewe unamhurumia, lakini sio kuweka sentiments za kusema kwamba inafaa kuwa alikuwa hivi. No, that one is not right. Okay. Yes. Watu wengi wanalia kuhusiana na serikali sasa, hususan tangu kiongozi ama kinara wa chama cha ODM kuweza kuwa na usuhuba na UDA na UDA na rais, na watu wakapata nyadhifa ya karibuni kabisa ni ya katibu wa vijana Chini Jacobs anashika chama cha ODM. Hiyo ya karibu kweli, ya karibu ni ya jana makao Mutua. Kuna makao Mutua na kuna mtoto wa kakake Raila Odinga. Yes, the other day. Yeah, the other day. Na miongoni mwa wale watu ambao kwamba wamekuwa wakali sana na hili jambo, kando na kwamba SG mwenzako alihudhuria pale KICC ile siku, lakini bado hata alipotoka pale makali yake yakawa ni yale mpaka akaonywa na rais. Nakumbuka wakiwa mazishi kule kwa yule bodyguard wa Raila. Orengo anazungumza the same na jana ametoa statement nyingine kali. Niliona akasema kama ni kurudi tena gerezani, mimi niko tayari kurudi tena gerezani, lakini chama cha ODM hakiwezi kulala na serikali na bado wadai wa upinzani, haiwezekani. Hii broad based government unaona imeleta, wengi tunazungumzia kuleta mshikamano wa kitaifa kwamba tuwe na umoja tusonge mbele, lakini tangu waje pamoja, wewe unauona huo? Mimi naweza sema na uona. Because you see, once you pen your signature, then the rest is rhetoric. Once you pen your signature kwamba umekubali watu waungane, whatever you say after that is an issue. Kama Sifuna angekuwa na dissenting views, asingesign. Lakini yeye alisign kwa sababu gani? Kwa sababu ni yeye wa chama. No, ni secretary general. Chama kina mwenyewe. Kina mwenyewe. Unajua kulingana na structures za chama. The central organizing committee ama the central committee of any party, lazima secretary general awe akuka ndani. Sio kama mwajiriwa anaingia pale ndani kama member wa ile party. So kama alikuwa na dissenting kabla ule mkataba usainiwe, walikuwa wamekaa kwanza. Kama secretary general huwezi kusaini kitu yenye huja review. Kwa hivyo ule review na ukasaini, na kuna the spoken na the unspoken ya any agreement. Before yale maneno yaandikwe, kuna mazungumzo ambayo yalizungumzwa na evidence ilionekana kwamba Raila alizunguka Kenya nzima, si ndio, kwenda kusik maoni. Watakuniambia hakusik maoni ya Sifuna ama ya Orengo. In fact, the last visit was in Siaya before akuje azungumze Nairobi. Mbona sikumsikia Orengo akisimama kule Siaya that time akisema mimi Raila amekuja kweli, tumekuja kuzungumza, lakini mimi sikukubaliana na yeye. Unajua watu wasichezeane akili yao. UDA na ODM walisaini mkataba na wanafanya kazi pamoja. And evidence to show kwamba wanafanya kazi pamoja, mawaziri waliingia huku na mpaka saa hizi watu wa ODM wanakuwa recruited wapi? Kuingia serikalini. Sasa on what grounds? Hii broad based government wanavyoiita inafanya kazi. Yes, inafanya kazi. Wapi? Na mimi nazungumza nafanya kazi kwa sababu mimi by the way I'm one person who ambaye napenda kuanalyze vitu sana. Niliangalia hivi wakati Raila alipoungana na Kibaki, it was a normal thing. Nasikia
wakati Raila alipoungana na Uhuru, it was a normal thing. Why does it look weird venye Raila ameungana na Ruto sasa? It's the same thing he's doing. Basically the same thing. And if you want to rule well after elections, wachana na history ya kusema sijui chama fulani ndio kimewin. No. Leta watu pamoja. If there's a professional in another political party that you think this person can be able to finish on this mandate, because you are forming a government. Yeah. You are not forming a government of your political party only. You are forming a government of Kenya. Yule mwenye alikupinga lakini unajua ana uwezo fulani, mlete karibu uje ufanye kazi na yeye. That's basically what would form a broad-based government. Sio, unajua unaweza kuwa anayekutizama sasa hivi anaweza sema kwamba wewe ni SG wa UDM. Yes. Na UDM iko upande wa Kenya Kwanza. Exactly. Ambao kuna UDA huko. Unazungumza hivi kwa sababu pia wewe uko upande huo. Na sikatai kwamba niko upande huo, na sikatai na kukua upande huo pia ina form the basis of my analysis. Na kuna makosa yoyote. Yeah. So mimi sioni kwamba Raila kuungana na Ruto is a problem. Where is the problem? Because sehemu kubwa ya Wakenya hawajaridhika na hiki kitu. Unajua ndio mimi nakwambia. Kwa nini wanakosa kuridhika saa hizi na wakati wa Kibaki waliridhika? Wakati wa hata huko hawakuridhika. Wakati wa and then what happened? Walipokosa kuridhika. Sasa hivi watulie pia. Sasa wacha tusonge mbele. Kuna ambao upinzani nchini umekuwa dhaifu. Yes. Yani hauna nguvu tena. Na wengi wanaamini kwamba upinzani ni Raila. Na nafikiri hizo kelele zinatoka hapo. Na juzi alipozungumza kwamba kuna vitu haviendi sawa sijui na nini, watu wengine wakasema kidogo. Lakini kuna baadhi ya wanasiasa ambao ni wakongwe kwenye mchezo wa siasa. Kalonzo Musyoka, Martha Karua, aliyekuwa naibu rais, Rigathi Gachagua. Lakini sasa hivi yuko kwenye welcoming tour, amerudi nyumbani Kisii kule, ziara yake ile. Fred Matiang'i alikuwa kwenye mkutano pale, lakini kuna Eugene Wamalwa. Hawa wote wamekuja pamoja kwa minajili ya maandalizi ya takriban miaka miwili inayokuja. Tunazungumzia 2027 uchaguzi. Unaona joto lolote kwenye huu mkusanyiko wanaokuja nao? Hakuna. Kwa nini? Hakuna joto. Unajua ukija kwa historia ya nchi ya Kenya hii na ukiangalia nguvu za viongozi katika hii nchi ya Kenya, you can definitely say kwamba ule muungano bado haujakuwa muungano. Bado haujakuwa muungano kwa sababu hamwezi kuwa ndani ya muungano nyinyi nyote na watu watano katika huo muungano kila mtu anataka urais. Sasa ni nani rais katika nyinyi? Si watadeliberate. Sasa wakideliberate ndio inakuwaje sasa? Kwa sababu wakideliberate kuna wale ambao wataonyesha kwamba mimi sijafurahia hii deliberation. Kwa sababu Omtata ametaka urais. Sawa? Fred Matiang'i yeye mwenyewe hajataka. Watu wamesema. Lakini unajua Fred Matiang'i ana chama chake. Kwa hivyo Biblia haiwezi zungumzia kuhusu ana chama kipi? Yes, ako chama chake. Kipi alikisajili wapi? Mimi nakwambia, si mimi I sit in the political parties liaison committee. Okay. Fred Matiang'i ako chama chake. Kwa hivyo Jubilee wanaota wakisema kwamba mgombea wetu ni exactly. Jubilee wakisema mgombea wao ni yule, bado wako na kazi ya kufanya na chama cha Matiang'i waelewane kwamba because is a party leader in that particular party. So, Kalonzo Musyoka, me I'm telling you, Kalonzo Musyoka anataka na yeye kuwa rais. Martha Karua in her statement, the latest statement, amesema pia yeye is not going for something less. Exactly. Yes. Yeye anataka kwenda kuwa president. Sasa katika hawa watu wote ni nani mwenye atakuwa rais? So before they decide on that, these are the facets nayo itakuwa imejipanga iko balance. Hii franchise yenyewe itakuwa imejipanga na kadhalika. Watu wakatakuwa wamejipanga, watakuwa wameendelea. Nafikiri kama mtu anataka kukua official opposition, this is the chance yenye iko sasa. Official opposition ndio hii, kwa sababu ODM is not there anymore.
Kwa hivyo official opposition party ilikuwa ni ODM. Ni ODM. Hao wamenyamaza. Sasa the vacancy yenye iko ni official opposition, which we don't have. Sasa hawa kile kitu tunatakana wafanye, they are supposed to concentrate on making now official opposition, or they get declared kwamba ndio official opposition na serikali ni hii. Sasa serikali ifanye kazi, hawa waki oversight serikali mpaka wakati ukifika sasa, kama wameamua sasa ndio wakuja washindane na hao. Kwa sababu muda unakimbia, tuende mchaka. Yes. Kuna viongozi wengi tu ambao kwamba wametunukiwa kweli, na katika kutunukiwa sehemu kubwa tuko Mombasa hapa na hapa ni Pwani. Kuna 001 manake huyo bado ameshikilia hiyo 001, watu wanamfahamu na Ali Hassan Joho. Ni waziri wa madini na uchumi samawati. Sehemu ambayo kwamba ilikuwa inashikiliwa na aliyekuwa gavana pale somo yangu Salim Mvurya. Lakini kulikuwa na Aisha Juma alikuwa waziri, sasa hivi amepewa mwenyekiti wa bodi ya barabara. Lakini pia kuna Khatib Mwashetani kutoka Kwale. Yeye ni mwenyekiti wa bodi ya NTSA. Na kuna Hamisi Mwagoya pia alitoka maritime akaingia kwa business license kule. Na ukiacha hao na wengi makatibu wa CEO wako kama hivi. Mbona Pwani na wewe pia ni SGA wa chama cha kitaifa, una kura yako ya turufu kwenye usemi kabisa na maendeleo ya eneo naweza zungumza, lakini bado kumezizima. Changamoto ni zile zile. Vipi? Changamoto ni zile zile. Uchumi samawati tumeambiwa ni sehemu ambayo kwamba ni kubwa na haijakuwa tapped vizuri. Mawaziri wawili wote wametoka Pwani, lakini bado kabisa. Bado. Hata ukiasikia wakizungumza kuhusiana na data. Bado. Yeah. Kwa sababu mimi nitaka kuzungumza kitu kimoja kwamba to a bigger extent hiyo wizara ilikuwa ni mpya kabisa. Kwa hivyo mimi naweza excuse wale ambao wamekaa kwa hiyo wizara kwa sababu ya kutengeneza miundo msingi. Nataka ku excuse, sitaki kuwa judge. Hiyo ya blue economy nataka ku excuse kwa sababu ya kwamba wanatengeneza infrastructure ready for take off. Kwa sababu kwa wizara uanze kufanya kazi mpaka ionekane, lazima utengeneze policy ambazo zinaambatana, lazima utengeneze sheria ambazo zinaambatana. Lakini notwithstanding, sasa nawapatia rai kwamba unajua kuna mambo ya ofisi na mambo ya nje. Ofisini unaweza kuwa wewe unatengeneza ruwaza katika ofisi, lakini vitu haviwezi kukaa kule chini vimesimama kwa sababu wewe unatengeneza ruwaza. Lazima uende kwa zile zinaitwa low hanging fruits. Nasikia low hanging fruits uweze kuzitaka ndio mwananchi ajue kwamba kuna kitu kinaendelea. Alafu baadaye ukileta ruwaza sasa unaheshimu na kazi yako. Na nafikiri hiyo inaweza kuwa replicated kwa viongozi wote ambao wamepewa nafasi katika Pwani yetu. Kwa sababu Pwani ni one of the regions ambazo watu wamelia kwa muda mrefu sana with perennial issues za mashamba, perennial issues za vibarua, perennial issues za leadership. Hizo vitu zote watu wameboro. Lakini saa hizi ukiangalia kama tulikuwa unasema viongozi kadha wamepewa nafasi. So hatuwezi kuwa tumepewa nafasi through viongozi kadha alafu bado tunalilia kwamba kuna shida za mashamba. Bado tunalilia kwamba kuna exploitation ya rasilimali zetu ikiwa madini na vitu kama hivyo. Means then guys need to come together. Nasikia waone sisi tuliingia huku kwa uongozi ama tumepewa hizi nyadhifa kwa sababu tunatoka sehemu fulani. So tuweke political differences zetu kando. Kwa sababu unajua Pwani inapokuwa na shida moja ya kingpinship, hamjui yaani sijui kama tunajua ama tunataka kutengeneza, lakini ni kama watu lazima kuwe na kingpin. It's very important. Kuwe na kiongozi mmoja. Sio kuwe na kiongozi mmoja, kuwe na sauti moja. Sio kiongozi mmoja, kuwe na sauti moja. Because wewe venye umekaa hapa uko na imani moja kwa moja kwamba Nyaga is represented by Raila. Uko na imani ndio kwa moja. Hiyo imani iko si ndio? Na inaonekana. Na nikitaja Ukambani
moja kwa moja jina la kwanza linakuja Kalonzo. Kalonzo and then Linakuja moja kwa moja. Mimi nakwambia jina linakuja moja kwa moja ni Kalonzo. Then the rest will just fall. Tena Rift Valley Ruto anakuja tu moja kwa moja. Automatic. Western unagawa kidogo lakini Musalia atakuwa ana represent. Yes. Moja nikuulize, ukizungumza kuhusu Pwani ni nani sasa mwenye utakuwa? Sasa unaona na nyota. Sasa ile unifying voice is what is very important, and that is what is missing. Na the reason kwa nini ina miss ni kwamba mimi naona watu wa Pwani, they have not studied the politics of the country. Wow. They have not studied. Kudanganyi, they have not studied the politics of the country. This politics of this country inaenda na ushawishi. Na ushawishi ni numbers. Na numbers lazima kuwe na mtu mwenye anazicontrol. So, ndio ile sauti sasa ikuwe mtu fulani akizungumza haimaanishi kwamba watu wote wana subscribe, lakini majority wana subscribe. Kwamba alivyosema huyu ndivyo tunavyotaka sisi. Na unajua sio kitu cha kununua dukani hiyo. Ni kitu ya utujitokeze kama kiongozi mwenye unasolve shida za watu. 98% waone you are right. Ni wewe. Wengine wanaweza kuwa na dissenting voices. It's fine because this is politics, boss. It's not a wedding whatever ceremony. Kwamba lazima watu wasikize MC watu wote. No, this is politics. So in that one sasa wakati na represent kwa watu waone, huyu ndo anatufaa. Lakini sio kujipiga kifua tu mimi ndo ndio kingpin ama watu wawili wasimame hapa waseme kingpin wetu wa Pwani ni huyu. It doesn't come like that. Yeah. Alright. Tukisalia hapo kabla tuende sasa kwenye lingine anaitwa nani? Katibu wa koti nchini. Francis Atwoli ambaye ndio mwenye siku ya leba ya jana sihi rais kwamba yeye tayari ameshachaguliwa tena kwa muhula mwingine. Hiyo nafikiri utachombeza kidogo. Lakini mahususi ni ile kwamba amemuomba rais azishinikize ama washinikize waajiri waweze kuimplement nyongeza ile ya mwaka jana ya 6%. Yes. Hizi nyongeza kwanza zinafanya kazi au ni story tu zinatangazwa pale alafu kila mtu anashika njia? Hizi nyongeza zinafaa zifanye kazi. Okay. Lakini it is one thing to increase, and it is another to enforce. Vitu zinafanyika through enforcement, hazifanyiki through pronouncements and return. So, wakati president amesema kwamba minimum wage is 35,000 per far. Msio, by and large, inakuwa expected kwamba labor organizations ziwe zina make sure kwamba hiyo kitu imekuwa implemented. Failure to which pia kuwe na sheria yenye inasema tukikosa kuimplement hii basi adhabu yake ni. Kwa hivyo kuna loophole ya sheria. Kuna loophole kwa sababu hizo pronouncements zimetengenezwa muda mrefu. Hizo pronouncements zile ni political. I will not call them political. Okay. I will not call them political because wakati unajua the president is political, yes, but the president is also a CEO of the country. So kuna wakati akipeana executive orders, those executive orders are not political. They are not. They are statements of intent ambazo yeye kama rais ameona ni sawa watu waende mahali fulani. You understand? And I think nafurahia hiyo fact ya kuwa sasa haku increase but amesema to implement. Yes, kwa sababu ameona kwamba implementation is a gap. So akiendelea ku increase bado hakutakuwa na kitu ambacho kinafanyika. Sasa mimi namuomba tena aende zaidi, aende kujiuliza ama kuuliza kabineti yake, hizi increments ambazo sisi tumekuwa tukifanya zimekuwa zikiishia wapi? Because last year tulisema hivi na hakuna impact in the society ama in the country. Saa hizi si kuongeza kwa sababu nilikuwa nataka implementation kukue inafanyika. Implementation itakapofanyika nao next year akiongeza watu watakuwa wanajua that statement is not political as you call it. Yeah? It's now an administrative statement pregnant for implementation. So kauli ya kwamba Atwoli sasa hivi tena iko tena pale kwa mfunga mwingine baada ya wale wenzake kusema kwamba ni wewe. Yes. Mimi ile sikatai. Mimi I will tell you I want to respect organizations. Yeah, right. That one is Central Organization of Trade Unions. Yeah, right.
where delegates go and make a decision. Ni kama saizi nikaa hapa nianze kuchallenge nani amewekwa chama ni wana. I don't have that veto. Yes. Sasa pale kwa Central Organization of Trade Unions, sisi tunaweza kuwa tunamuona huko atuoni anafanya mchezo, kumbe huko ndani anafanya kazi. Ipi sasa? Lakini as far as the delegates are Umesema mwenyewe kwamba rais akitamka kwamba hizi hawa sasa mashirika haya yanafaa ya kuenforce. Yes. But yeye mwenyewe mpaka sasa ana court kazi yake si kuenforce. Kazi ya koti ni ku make sure kwamba wale watu wanakuwa reprimanded wakati wamekosa kuimplement. This is a regulatory is an oversight, not regulatory. It's an oversight board. Okay. Central Organization of Trade Unions. Yeah. Mimi, I will belong to a trade union. Yes. A trade union is supposed to question my employer. Your employer. Exactly. But mwenye anasimamia haya ni kotu. Yes. Kotu sasa si awashurutisha haya mashirika yake ambayo anasimamia yeye. Sasa yeye amefail at that particular point. Amefail. Lakini kufail kwake haiwezi kumzuia kuwa recruited. Mimi nataka na kusema mimi kama mtu wa kazi sasa. I will say pengine yeye anafail kwa sababu haangalii maslahi yangu. You understand? Okay. Angalii maslahi yangu. Lakini sasa wakati wa kwenda kupiga kura mimi nishurutishe union yangu sasa. Wasikia amba huyu tosha ndoki. Ndio tuchaguliwe. Nimekuelewa. Umeelewa? Yeah, sasa tuende kwenye chama sasa chama cha UDM ambacho umesema ni chama kikubwa. Na wabunge wangapi? Sisi tuko na wabunge wanane. Na wasema chama kikubwa. Kwa sababu unajua ngoja nikwambie. Na magavana wangapi? Wawili. Maseneta 3. Hapo Kinara yuko. Kinara yuko hapo 3. Ma MCA 64. Nayo wasema ni chama kikubwa. Chama kikubwa sana kwa sababu pale ndani ya bunge. Yes. Tukitoa wabunge wetu 8, ndio wasipigie mswada fulani. Mambo yanaharibika. Na tukisema tunakuongezea watu 8, mambo yanakuwa mazuri. Ndio ukubwa wewe. Kwa hivyo ndio chama kikubwa. Sasa yes, juzi kati hapa tuliona vurumai kubwa tu ya chaguzi za mashinani. Wenye vyama mnaziita grassroots election. ODM na mwenzake wa broad based government walijaribu kukifanya. Vurumai zikawa nyingi sana. Pembe yote ya nchi. Kila mahali mpaka nafikiri kama wako na leadership. Wapo wale waliopatikana alhamdulillah. Nini chama chenu? Manake si mmekana tu. Tumekana. Mmepiga kura mmechagua nini? Tuje kana. Sema tulichaguana vipi? Unajua grassroots elections sio lazima zifanywe katika misingi ambayo chama kingine kinafanya. Sisi pia demokrasia inasemaje? No, demokrasia ni iko mara nyingi siku hizi bwana, mambo kuna mtandao. Ndio maana mimi nakataa. Ndio maana mimi nakwambia demokrasia haieleweki. Hata sijawahi jua demokrasia. Ngoja nikwambie, siku hizi kuna mtandao. Ndio. Na mtandao pia so long as people vote. Okay. Yes. So mlifanya kura za mtandao. Sijasema hivyo, nakwambia kuna tuko na leadership pia sisi kama chama. Yes. Unasikia? Lakini sisi hatuja kuwa na hizo drama na vurumai zenye zimekuwa kwa sababu za mtandao katika hamwendi kuunga line. Unaogopa hapa kwa kupanga line. Hatuogopi kwa kupanga line. Lakini nafikiri chama chetu pia ni relatively new chama. Okay. Relative. Nasema relative kwa sababu kwa macho ya mwananchi, lakini kwa historia ni chama ambacho kilianza kitambo sana. Wakati wa 1992 kwa chama kilianza. Lakini kilibadilisha leadership. Mpaka recently sasa 2021 ikachukuliwa na the current party leader ambaye aliingia nacho elections 2022. Kwa hivyo kama ni grassroots elections we are likely to be before tuingie kwa chaguzi ya 2027. Actually kama political party ile chaguzi kubwa zaidi ambayo sisi tutakuwa tumejipanga na tumekuwa in existence kwa muda mrefu ni hii ya 2027. Okay. Ambayo tunakuja na kipindi kikubwa. Chama chetu kinasimamia nini? Sisi chama chetu kinasimamia usawa.
kwa sababu sisi tunaona kwamba Wakenya wako divided. Unasikia? Wakenya wako divided. Huyu mwingine ana subscribe sijui kwa sitazungumza, na hii nyingine pia sitazungumza, lakini sisi tunataka kuleta usawa wa Wakenya wote. At the same time pia tunaangalia kuleta juu wale watu ambao walikuwa wameachwa kwa muda mrefu. Unasikia? Marginalized. Hiyo tunaangalia kwamba tuwalete mahali ambapo tunaangalia walete pamoja. Pia tunapania kwamba demokrasia ya Kenya iwe demokrasia ya kuheshimika. Demokrasia hii wakati ya kuheshimika, wakati tumesema kwamba Kenya ikuwe a multi-party democracy country or democratic country, then it should be like that, kwa vitabu na pia kwa vitendo, kwamba kila chama kina haki sawa. So, unajua nimekuuliza hilo kwa sababu kwani hapa kuna kinara wa chama kwani ambaye ni Speaker wa Senate. Yes. Na sehemu kubwa ya wengi tu ambao ni viongozi, wewe ni viongozi, hawa subscribe na hicho chama. Yeah. Mfano ulio hai ni wewe. Mimi tayari mimi kwanza ni SC wa UDM, sina anything to do with hicho chama. Mtu atakajiuliza, mbona mmeparanganyika? Tumeparanganyika kwa sababu kwanza kila chama kina maadili yake. Nasikia? Na hamwezi mkasimama sehemu moja mkasema sisi bwana, sisi huku ni hivi. Manake watu kama walivyozungumza watu Waluo Nyanza wakisimama wana subscribe na chama cha sio wote. Hiyo kuna hiyo sehemu kubwa, lakini ukiwaona hivi ukienda Rift Valley huko bonde la Ufa wako ambao wamepigwa tamula. Ndiyo, yes. Hatukatai. Lakini sehemu kubwa yao asilimia 90 unajua wazi ni hapa. Sasa nyinyi mbona huku? Ndio nasema sasa wakati umefika sasa. Unasikia? Wakati umefika sasa ya kwamba watu wa pwani waingie kwa UDM. Kwamba sasa ikuwe ndio sio chama cha huku. Ni chama cha wapi? Mimi kama ni secretary general natoka huku, ni chama cha wapi? What else do you need? Mizizi yake sio ya huku. Ndio nakwambia matawi yanaweza kuwa ya huku. Mizizi ya mahali kwingine, lakini matawi likiwa la mahali kwingine likikata tawi litapotea. Ndio nakwambia. Shina litabaki kule. Ngoja nikwambie, katika photosynthesis inaanzia kwa majani boss. Photosynthesis inaanzia kwa majani ndio iende ikasaidie kwa roots. Yes. So mimi nasema ni wakati kama tunavyosema kwamba it is important, tunahitaji hiyo vehicle. Tunahitaji hiyo vehicle. Na kama mimi nimejitokeza kama secretary general wa chama hicho na naitisha kwamba wapwani wajoin kwa chama hiki, ndio mwanzo wa kwamba fikra ya pwani iwe moja, because nimekuambia kitu important ni sauti, sio mtu, lakini sauti. Kwa sababu mtu anaweza kufa lakini sauti ikabaki moja na watu wakafanya nini? Wakaendelea. Parting shot yako kwa yule anayekutazama. Mambo mengi. Lakini mimi nataka mambo mengi. Lakini mimi nataka kusema kwamba imefika wakati wa kwamba wapwani wajihusishe na siasa ambayo iko very serious. Unajua siasa ambayo iko very serious ni siasa ya influence katika pale mahali ambapo decisions za maana za hizi nchi zinatengenezwa. Wapwani wako wapi katika pale mahali kama pale? Na tunasema wapwani wako wapi kwa sababu tunataka kama wako pale, then impact yale ambayo yanazungumzwa yao yanakuwa felt hapo. Ndio tutajua wapwani wako wapi, wako pale. Na ndio maana sisi kama UDM tunataka tukue sauti ile ambayo pwani inahitaji. Tunataka tukue sauti ili ambayo itakaa pale na manufaa yapatikane kwa watu wa pwani. Mimi nikiwa secretary general wa chama cha UDM, lengo langu ni kuhakikisha kwamba 2027 tunapata representation kubwa ndani ya majumba haya ambayo masuala
ya nchi yanazungumziwa. Nazungumza masuala ya nchi kwa sababu kama nitakuwa na representation kubwa katika county assemblies, niwe na representation kubwa katika senate, na niwe na representation kubwa katika national assembly, then mimi nitakuwa na sauti ya kuwakilisha kwamba benefits ambazo zinapatikana katika uongozi basi zinaweza kufikia watu wetu katika ukanda huo. Ana kofia nyingi ambazo amezungumza kuanzia miaka ya nyuma, lakini hapa mbele tumefika kwenye katibu wa kitaifa wa chama cha UDM ni Ramadhan Masudi, sio Masudi, Masudi, yes, Bungale, ambaye tumeketi naye kitako hapa kwenye chete cha Barisa 101. Hili ni soko huru, tukakwambia kwamba hapa utaelimika, bila shaka umeokota chochote. Ala kuli hal, tumekuwa kwenye mkahawa maarufu hapa Mombasa kwenye kisiwa hiki, MN Cafe, ambayo tumekwambia ukitaka kupata kinywaji kitamu cha kubarafusha nafsi yako, ukitaka kupata vyakula aina ainati ambavyo kwamba vitaridhisha moyo wako, usende kwingine, ni hapa MN Cafe. Natamatisha chete, tumshukuru SG hapa kwa kuweza kukaa nasi, hatuchukulii kwa dhihaka hili. Tunakushukuru kwa kubali kukaa nasi, lakini wewe lako kubwa ni kuhakikisha jicho lako unalifuata kwenye Barisa 101 kwa kusubscribe ili uweze kuona udenda huu ambao kwamba tunazidi kuupika. Asante.